Okay, by the way ni Diva the Boss Lady akiwa katika ubora wake, na mimi najua kwamba yapo mengi sana. Lakini Diva kama uzee unakukataa hivi na umama, ni bado kwenye usista kama wachuo hivi. Asa mimi uzee na umama huo vipi? Lazima unikatae. Jamani. Tanzania sio hivi. Tanzania mtu mzee miaka mingapi? Kwanza 55 hivi. Sasa mimi ndo kwanza mwaka huu natimiza 38. Nina uzee gani? Nimeanza kazi nikiwa na umri wa miaka 19, 20, nimehudumia huduma ya uandishi wa habari kwa miaka 18. Okay. Si ndio jamani, you can do the calculation. Mwana rahisi. Tukihesabu kuanzia clouds inafaa 18 sasa. Mimi wakati nasoma clouds, mimi nafanya kazi clouds nilikuwa ni mwanafunzi. Okay. Mtu asema nimekusikia toka nasoma, mwenyewe kwa nasoma. Lakini naenda kufanya kazi ya utangazaji. Yaani naenda shule na natangaza. Nimeanza mwaka 2008, mwezi wa 8 tarehe 28 nikiwa na Gardner Gearbash. Tena ni by default. Yaani ile ukihesabu 2008 mpaka sasa hivi miaka mingapi? Kweli kabisa. Yaani hesabu, yaani mtu ambaye ananiongezaga umri awe anafanya mahesabu jamani. Hata kama mmefeli shule mnashindwa kufanya mahesabu rahisi kama hayo. Do the math, do the calculation. Okay Diva, hapo kwenye clouds hapo kuna video moja ulikuwa unazungumza ukiwa hapo clouds kwamba Diamond Platinum sio size yako. Jamani hivi Diva, sasa hivi uko Wasafi, ile video unaona ina trend sana. Hivi kwa nini ilikuwa vile? Hebu unaweza kutufafanulia labda ulikuwa una maana gani? Kwa nini kila siku tunamwongelea Diamond na hiyo video? Kwa nini? Kwa nini tusibadilishe mambo mengine jamani? Kwa nini tusio tunatafuta vitu vingi? I think I've been talking about it a lot. Why people keep on bringing him? I know it's about the trending and the content, but why every day I have to address that issue? There's a lot of issues we can talk about Diamond. Amemsaidia nani mkubwa Fela, amempeleka hospitali, kalipa huduma zile, kuna risiti, amelipa bills. And mimi, I really love Diamond. I don't count weakness za mtu. I count sana wema wake. So naona he's doing a lot of good things. We should talk about that. What do you think? Okay. Labda pengine mtu kwa sababu ni mtangazaji mkubwa na unazungumzaga vitu vyako, lakini uwaga unyokage moja kwa moja. Labda ulikuwa unamaanisha nini kwa kauli kama ile? Not my type, maana yake sio mwanaume ambaye naweza kumdate. Okay. Yes. Ndio ulikuwa unamaanisha hivyo? Yes. Haikumaanisha kwamba pengine pesa alizonazo labda wewe auzichukulie labda. Kwa sababu by that time alikuwa kunipa sana hela tu, alishaikununulia hadi simu. Yes, he was my friend. Alikuwa rafiki yangu sana tena. Mimi namjua Nasibu kitambo tu ujue. Toka tunakula chips ana gari mpaka apata gari ile alinunua kwa Olpa. Namjua muda mrefu. Nilivyosema not my type, manake is not the type of person I would end up dating. And it is what it is, you know. Okay. Hivi labda pengine Diva, kwa ukubwa ulionao, lakini pia heshima ulionayo, muonekano wako, watu wengi wanakuogopa hata na kusogelea. Mimi nalijua hilo. Lakini labda mwanaume ambaye labda anatakiwa awe na wewe, anatakiwa na vigezo gani? Mimi napenda sana mwanaume mwenye hela. Yaani mimi nikimwona mwanaume mwenye hela mwili wangu unapata goosebumps. Yaani unashtuka mwili, yaani wanaume wenye hela wana kiti cha upeponi. Sana. Mwenyezi Mungu wapokee wanaume wenye hela. Yaani mimi nawapenda. Very serious. Yaani mwanaume mwenye hela kwanza unajua kwanza yani ana corporate look. Yaani mnaweza mkadate, yani una bwana wako fulani ana hela, ni kimya mna date, mna enjoy life, anakuspoil, anakujengea kupa magari, kupa manima. Hasa mwanaume ambaye ana hela mimi. Wa nini Arabi Toba? Huko nishatoka. Mimi mwanaume asiyokuwa na hela sham allergic. Nishai kusema, nakumbuka miezi miwili iliyopita kwenye kipindi cha La Vida ilikuwa na Onesmo. Nikamwambia mimi napenda wanaume wenye hela. Kama una hela pita kushoto. Close the door on your way out. Yeah. Diva the Boss Lady. Kwa hiyo maana Suma naye pia ana hela So I can't say anything about it. Yani no, I can't put any comments. Suma ananipenda, mwenyewe nampenda, is a nice guy basi. Lakini nazungumzia pesa, money to blow. Kauna hela ndugu yangu tu. Usisumbuke hata kunidim. Sasa kwa kauli hii Diva, sasa unajua unachozungumza watu lazima wameke attention kwa ukubwa ule unao. Suma yeye amesema kwamba
yani kwamba anataka muwe na watu wameki attention asimeki. If you don't have money, pita kushoto. Kwa Suma itakuwaje kwa upande wake? Siana kile kisinia ile. Sini balozi kile atafute hela nyingi zaidi Suma. He's hard working. Umeanzaje kumpokea haraka hivyo, kumwandikia message zile kama unamappreciate na nini? Why unafanya hivyo? Appreciate is one thing. To appreciate someone is one thing. To end up spending the rest of their life, like me, like I don't know how to put this in Swahili. I have issues with Swahili. You know, when I speak Swahili, like the things that I don't really get, you understand? So I'm address it in English because I can't really do a proper like a Swahili sentence in here. But I might appreciate you and like end up liking you, but it doesn't mean like we can have something like, you know, special going on, you know? I might just like you and think like you're very special, you're one of a kind or one in a million, but when it comes to building something, I'm sorry, I don't do that. I only build with people who has like the doors of the cash. Okay. Yeah. So, vizuri sana. Siwezi kuongea chochote kwa sababu hayo ni maoni yako, lakini pia umeamua kuongea ukweli. Kwa ina maana sasa hivi ni as a matter of fact, Suma was supposed to be here. He was supposed to be here. Sema sasa vitu vimeingiliana. Okay. Man, there's a lot of things. Mwenye nilikuwa niko speed. Mpaka ananiambia what time, yani nilijua kusema mimi I was about to postpone this. Yani nilikuwa nimechoka, nimetoka kwa kakaangu Saidi Hamad Lugumi leo. Alikuwa na dua ya kuombea jua na wale watoto wake pale. Nilikuwa pale doing all the coverage, so I was very tired. Okay. So nikasema hivi nilipochoka tena niende tena huko. Lakini Kendrick akanipigia, yani twende, yani kayendo kasababisha tumefanya hii leo. Kwa hiyo nitakuwa nimemchanganya Suma kwenye ile ratiba. Atanisamea, I'm so sorry babes. You know, yani mimi nina speed kweli. Unajua ukiwa mfanya biashara, yani your life is not your life because there's a lot of people depending on you. Yes. Okay, wewe unasema kwamba mwanaume ambaye hana pesa huwezi kuwa naye karibu, lakini unahitaji mwanaume mwenye pesa na pesa, yani okay. Na pesa hata akiniita baby naona uwi. Please don't go there, please don't. Yani hiyo kabisa like man, I'm so allergic. Haingii kabisa kwenye nyama. Oops. I have so many things to deal with. Okay, sasa ana pesa alafu anakuhitaji na ikatokea mnaishi pamoja, lakini ulisema kwamba huwezi kupika, hiyo itakuwaje nayo? Yeah, that's a problem. Wanaume wenye hela, they're not looking for a woman who is going to cook for them or clean for them or doing laundry for them. These people are looking for a person who has a brain, you know, a person who is going to bring out business ideas, a person who has like a strategic in life. They're not looking for a maid. They're looking for a wife. And with me, I'm a wife. So I'm going to marry a billionaire. I'm not going to marry someone who's broke as like, mimi mtu huyu atanipeleka wapi? Atanifikisha wapi? Atanichosha. Mimi sipendi kuchoshwa na wanaume wasiokuwa na hela. Sipendi kuchoshwa. Naomba nirudie in a capital letter. Sipendi kuchoshwa hata na salamu zenu. Naombeni kabisa muache kuni DM. Yani sitaki, naomba nitoe onyo. Kama huna hela, una malengo sijua kuwaza uwe na mimi, sijua pita kushoto. Mimi nina mawazo mengi sana ya maisha. Mimi nafikiria business, big names, building big brands. I love you baby is not gonna build my brand. Baby, nimekutumia bilioni au milioni 5, 10, 20 in your bank account. That is going to build my life. I love you baby. Where is I love you baby going to take me? To Paris? You can't go to Paris with I love you baby. But you can go to Paris with money in the bank. Thank you. Suma anasema kwamba kuna Vingereza viko store. Sijui Vingereza kwa namna gani hiyo diva. He told me like he knows how to speak a lot of, I know, like he told me like diva, mimi naweza kuongea Kiingereza hivyo viko store. I can speak a lot, but you know, with me I prefer someone who speaks a better English. Like I prefer
a man ambaye anajua kuongea Kiingereza. Inaleta mvuto sana kuongea na mpenzi wako kwa Kiingereza. Kiswahili kina torture mentally. It can damage your mental brain. Like, it can really damage your whole body. You know? Una mbwembwe sana diva. Sio nina mbwembwe. Mimi, yani unione, babangu mimi anilea kwenye maisha ambayo ya raha. Yani mi kwanza babangu siku moja aliniambia, mwanangu, makosa uliyofanya duniani usiyarudie. Sio mwanaume kuletea yule. Mwanaume gani huyo? Ni upi huyo? Aliniambia, no, I spent a lot of money on you. Nimekulipia international schools. What kind of money is that? Yani yule mnuletea, what was that? I was like, Daddy, I'm sorry. So I need someone ambaye nikimpeleka nyumbani presentable. Lou is very presentable, yule mwanangu mzungu. Kwanza haelewi hata hicho Kiswahili. Yani ni mwendo wa Viingereza tunaongea mwanzo mwisho. Kwa yule hata ukimpeleka nyumbani, like, you know, nyumbani wanasema tunakuandalia kukupokea. Kwa hiyo mnapokea mtu. Sasa unampokea mtu, ndugu yangu, hana mbele, hana nyuma. Yani nyumbani kwetu wakuandalia shughuli. Kwa kipi babu ulichokuwa nacho? Uwe na kitu, yani unaenda nyumbani, mzazi anaona mwanangu kaniletea bwana, tena bonge la bwana. Mimi jamani, hebu jiongezeni jamani. Saa nyingine hebu muwe mnajiongeza. Sio vitu vingine diva ongea mwanzo kunitukana kwenye comments. Mimi matusi ya kwenye comments yananilipia bills. Masaki hapo nalipa a lot of money. Leo nimetoa karibia milioni 4, sijui milioni 5. Leo tu nimetumia karibia milioni 15. Kuna mtu anamtakiwa nimtumie dada mmoja hela hapo na mambo ya biashara ya BNB, nampa kila mwezi milioni hapa, niende nikatulie nimtumie milioni. Kwa siku leo tu bills zimenikata karibia milioni 20. Wewe unakuja hapo unaniambia I love you baby. You are my life. Usijaribu kabisa. Kaa mbali mita 100. Staki. So sasa watu unaweka kwenye mkanganyiko kwa sababu Suma huku naye anatamba na huku tena kuna mzungu tena. You know, Hebu liweke sawa hili. Liweke sawa hili. The issue about that mzungu is there. I don't want to lie, kwa sababu anaanza anavyoona baadhi ya vitu anakuwa ananitumia message analalamika. I respect him, anishapitia vitu vingi. Yani mimi mwenzio na my husband na na my baby. My husband nani na my baby nani? And my baby kama kuna my husband na my baby. All right, sawa. Sasa mzungu anaanza kulalamika akiona vile analalama mno. Na mzungu huyo ni nchi gani sasa? Yuko Marekani, aishi Marekani. Tegemea kuna Marekani siku za hivi karibuni. Ni kwa shughulikia visa ndo Trump akasema ile partial restrictions. I think Tanzania is one of those countries ambazo kwenye bana ya partial restrictions. Kwa hiyo niliomba visa ambayo it takes like walisema 90 days. Lakini naweza nikafanikiwa kwa sababu mimi na yule hatuko kwenye mahusiano, tuko kwenye level ambayo we're more like married. Okay. Yes, kwa kuna vitu nashughulikia. And I want to travel the world this year. Nataka nisafiri kidogo jamani. Mimi naogopa sana ndege. Lakini nimejitahidi, kuna mtu ananipa therapy ya kuogopa ndege au magorofa marefu. Kimambo kila siku ndugu yangu kabisa, my mentor kanielekeza, yani ananiambia utabidi ufanye hivi ile hiyo ikutoke kwenye akili. So hata ofisi yangu ni gorofa 15, sasa ingie siendi. Nawaza ndugu yangu likishuka ni muoga kumbe. Unanionaga mimi nasafiri. Unajiamini hivi. Naogopa ndege. Nilikuwa na visa nilitakiwa kwenda kwanza, kwa sababu ile ilikuwa ni mwezi tu niliomba, lakini visa on arrival Singapore. Sijui ni nini nikaona ndege imeanguka huko nchi gani. Sasa ni wanaanga because I watch CNN, right? Kaambia mimi sijo. Yani ikishaona tu zile story ndege imeanguka, siendi sehemu. Mimi kwa na visa ya China. Nikaangalia TV, sijui ndege imeanguka wapi. Nikasema siendi kabisa. Yani sijui, yani I don't know. Yani naogopa watu wananiambia mbona usafiri? Ninaogopa ndege. Yani mimi watu wale usafiri na mimi they know. Kwanza vile ikiwa inapaa tu moyo wangu yana hisi kuchanganyikiwa. Nawaza mawazo mengi.
Yani kwanza nikiwa naondoka nyumbani na waaga nalia, jamani sijui, yani ujue hiyo safari ilikuwa muhimu, nabidi niende nalia. Wewe acha, naogopa sana ndege au magorofa marefu. Yani naogopa mno, I'm afraid of the heights. Like I have that phobia for real. Okay. Hivi kwa nini Millionaire Lugumi huwa anakuappreciate sana wewe? Yule kakaangu kabisa kabisa, nampenda sana kakaangu. Nampenda sana sana. Ana moyo mzuri sana sana. Mtu kulea watoto zaidi ya 1,000, kusaidia watu wenye uhitaji. Mi watu wa hivyo huwa I have massive respect kwao. Yani namheshimu na ninavyompenda yule kakaangu, uniambii kitu. Navyompenda, nampenda kweli kakaangu yule. Mwenyezi Mungu amwepushie husda, wanasema na zile hasad. Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Mwenyezi Mungu analetega watu wachache sana kwenye dunia wenye roho kama ya Lugumi. Yani 100% kakaangu ana roho nzuri. Mi mwenzio nikiwa hapa nina matatizo, nataka stress, sina hela ya nyumba, nampigia, ambia my brother, mimi hapa nalia jamani, mimi diva, mimi ye kibunda hicho. Na ananikubali, anaona nafanya kazi, napambana. Na mimi napambana. Kwa hiyo Diamond na Lugumi, nani ambaye anakupa msaada mkubwa sana? Afu maswali yake huyu. Brian wewe, una maswali mabaya mno. Mimi siyapendagi maswali yako. Ndio maana akinipigia simu for the interview, mimi nasema kabisa, Brian ngoja niko busy na kikao, kwa sababu utaniuliza maswali. Diamond nampenda kweli, boss wangu, roho yangu, nimemchora tattoo hapa. Tattoo nzito. Taratibu kabisa. Lama Simba, yes. Lakini pia Said Hamad Lugumi, my brother, is my brother. I respect him so much na ninampenda. So wote ni muhimu kwenye maisha yangu. Okay. Yes. Basi bwana madam, mimi nashukuru sana kwa exclusive hii. Mimi naunganisha sasa na mtiririko ule hapa. Mtiririko wetu hapa uko unaosha moto kuhusiana na kinachoendelea na washikaji zako kule Wasafini. Amina, sio wote. Mimi nawapenda sana watu wa Wasafi. Okay. Tunaongea kila siku, pigana simu tunaongea. Ni huyo mmoja tu ambaye aliona nimetajwa kuwa mtangazaji mwenye ushawishi Afrika. Na ile ni Hot List Africa, my dear. Okay. It's not me, like nimeenda pale. Mimi mwenyewe huwa nashtukaga nikiona zile numbers. Yani tuzo nyingi zinatoka nje. Niko nominated kwa watu 100 wanaofanya vizuri Afrika. Nipo. Mwaka jana nimechukua tuzo 3, 2024, 2025. 5 kutoka nje ya Afrika. Recognition mwaka huu nimeanza tu na recognition 2. Sasa unaenda kunachokuchekesha nini? Unajiangalia na mimi tunafanana. Wanasema heshimu sana legends, heshimu sana icons. Na ndio maana nafikiri alivyojichekesha watu wakaenda kumtukana. Wale ambao wanaona vipi, umeelewa? Usijifanishe na mtu ambaye ni legend na icon, ana experience kubwa hasa ya media. Mimi na uwezo nimefundisha watangazaji wote wakubwa, kina Perfect Crispin, nimewafundisha watangazaji kibao. Yule Siara ambaye sasa hivi ni naibu waziri wa kitu sijui nini, mambo ya kazi. Nimewafundisha kibao watangazaji. Yeye aweze kufundisha hata mmoja, afikiri mimi nimekuwa icon tu. Yani mimi kwamba leo unaniona tu unachukulia poa. Mimi nimefundisha utangazaji, nimetengenezwa na Joseph Kusaga. That's my daddy, you know. Nimetengenezwa naye how to be good on air. Coaching, coach Ruge Mutahaba kanifundisha babangu, Mwenyezi Mungu amweke mahala pema, huwa mpaka nikimkumbuka nalia. Gardner Jia Bash ndo kanipeleka hewani for the first time nasikika Clouds. Mimi nimefundishwa utangazaji na B12, DJ Feti, Adamu Mchomvu, Gerard Handwa, wote wamenifundisha nilivyokuwa niko Clouds. Wewe kinachokuchekesha nini? Unaniweza mimi? Nimepikwa, mimi nimepikwa. Ndio maana wenyewe wakiniona nilopita mikononi mwao, akina Sebastian Maganga, akina Nchakali, wakiniona wale wanafurahi kuona niko named kwenye hizo list. Kwa nini? They made me. And I'll make them proud popote nitakapoenda. Naizungumzia Clouds very positive ukichunguza. Because they made me. Yani mimi ni diva, hii brand hii, huyu mtu namuona asumbua nchi nzima, ni kwa sababu ya Clouds Media wametengeneza. Kwa mtu anayetaka kubato yoyote, wewe mtangazaji utaka kubato na mimi hewani, washa mic ni washi. Tuangalie numbers. Nani anaenda kwenda kumtibua mtu na numbers? Lakini diva,
Hivi ina maana nini ambacho kinaenda? Kwa sababu mnaona hii mikanganyiko huwa inatokea mara kwa mara. Mpaka kuna siku ulishai kususa kufanya kipindi pale. Kweli. Umeona mimi unaonaga namuongelea mtu wa ofisini au kumwongelea vibaya? Na watu naongea nao kishenzi vizuri kweli tunaongea. Umewahi kuona mimi ndo naanza tu naongelea karia ya mtu. Lakini wao ndo unakuta baadhi ya watu wanawashwa. Ukiwashwa na mimi nakuasha. Mimi utakapokuja ndo nitakavyokupokea. Siogopi chochote. Kauli moja tu. Na omba niwape heshima sana wafanya biashara. Nimeingia kwenye kufanya biashara. I say, jana nimelala kwa sijaoga by that time. Nimelala for 1 hour sijaoga. Nimeamka niko kwenye laptop naandaa shughuli zote za kufanya leo. Sijapumzika toka saa 10 plus jana mpaka hivi ninavyoongea nawe. Hapa nataka tumalize interview niende kwangu Masaki, niwache zangu AC, nilale. Nikiamka niende swimming. Nikitoka swimming nirudi tena niwashe AC nilale. Sio mchezo. Yaani unaitafuta hela hadi kichwa kinauma. Yaani hupumziki. Acheni tu tutumie maperfume ya milioni 2, milioni 3. Kufanya biashara kiboko. Bora tuwe maarufu, unajua yaani unapata hela kirahisi ukiingia kwenye biashara. Kwanza kuna kulipa rent za ofisi. Mimi nina ofisi yangu Morocco Square, ndugu yangu. Kulipa rent ya ofisi, ulipe wafanya kazi, ulipe service charge, hujalipa umeme. Unalala kweli? Mpaka nikasema sasa ndio nini yani? Ndio maana watu wanaamua kwa maskini Ukiwa maskini ujue you don't go through that. Unaanza tu nikiwa bajeti yangu ya 50 kwa mwezi nalipa chumba, sio nalipa shilingi 20,000, sio dadangu wa kazi ananiambia chumba 20,000. I'm like, are you for real? 20,000 chumba, you pay that? You're like, yeah. I'm like, damn. Hiyo si hela kununua kitunguu. Maana Masaki kitunguu 20,000 ujue. So I'm like, kitunguu unanoga vitunguu 20,000 pale market nini tunaenda kuna sehemu wanauza vitunguu tu. Anambia, yeah, unakaa nyumba 20,000, 50,000. I'm like, damn, hela very cheap hiyo, very cheap, you know. Sasa sisi hatuwazi budget 50,000 kwa mwezi. Kwa siku tu chakula kinabidi hadi 70,000. Hiyo ni kwa siku tu. Kwa siku tu, labda useme ufunge usile. Saa nyingine mtu unaweza ukawa umefanya naye biashara na kudai 20,000, 50,000, huo muda wa kumtumia una. Ile siku ndio umetulia, sasa ndio unaanza kufanya transfer. Kwa sababu mimi pia wanachukua vitu baadaye nafanya transfer. Anasema huyu jamani angejua anavyotumia message, angejua leo sijapumzika kabisa. Kwa hiyo nimegundua kufanya biashara, bora tu waendelee kwa maarufu. Na nafikiri ndio maana watu maarufu wanakufa maskini. Kwa sababu kufanya biashara unakuwa na hela nyingi, ila ulali, una muda wa kulala. Ukiwa maarufu unalala tu, unaambiwa kuna event sehemu ufanye utokeze, utachukua hizo hela, utalipa kodi, uwezi kufanya investment. Biashara inabidi uweke investment ya mbele kesho kutwa, yani for your business to stick there. Kia kidogo kwa jinsi mlivyoishi, wewe ulikuja ukatoa maoni yako kwa kile ambacho familia inadai kwamba Diamond hajawahi kutoa msaada kwa aliyekuwa meneja yake Mkubwa Fella. I don't know kama bado anaendelea kufanya kazi. I don't know about that kwa sababu mimi sio msemaji wa Diamond Platnumz, lakini Diamond ni mtu mwenye roho nzuri sana. Amemsaidia kabisa yule Mkubwa Fella. Kuna hadi receipt zile. Unajua sasa ikafika sehemu kuna vitu unaona wewe mwenyewe tu unaanza kuona yani mimi natoa hela zangu afu kuna kitu unakiona. For example, mke wa Mkubwa Fella alikuwa anaonekana anaenda Dubai. You understand and you are the person helping out na hela zinapitia kwake, wote afikirieje? Mimi sina tatizo lote na Mkubwa Fella. I respect him. Hata mke wake pia. Kabisa, I don't have any problem with her. Lakini when it comes to the truth, tuongee facts tu. Tuongee facts. Diamond hajazaliwa kumsaidia kila mtu. Mimi saa nyingine watu they think like ofisi yangu Diamond kanisaidia chini. No, nafanya vitu vyangu mwenyewe. You understand? Lakini mimi keshai kunipa vitu vingi, yani kama unataka hiki okay, unataka hiki okay, fanya hivi na mimi nafanya. Mtoto wa watu anajitahidi sana. Ifike kipindi tuwe tunakumbuka wema na fadhila Ifike kipindi pia tusimzidishie mizigo kwa sababu he is a human being. Ni binadamu as well, anaishi.
ana familia yake sasa hivi, ana mke mmemwona, ana watoto, kwamba huyo mtu mmoja kwamba sasa ndo nchi nzima isaidie. Hapana. Anaweza akawa na matatizo, weaknesses zake, lakini Diamond, he is a human being, like, ana moyo mzuri sana, mwenyewe nampenda kupita kiasi. Okay. Yani in my heart I really love Diamond. Hapo kwenye kumpenda Diamond. Sasa hivi naona ile kuna clip yako ile kufanya interview Klaus. Akisema Diamond is not my type na nini. Kwa hiyo unahisi inasambaa kwa sasa hivi? He's not my type. Yani kabisa, I'm still saying that and I'll say that till I die. He's not my type. Diamond is not my type. Sababu type yangu yani maana yake ni kwamba ni mtu ambaye labda namfikiria kumdate. Mimi sijui kumfikiria kumdate. With me, I respect him. He's my boss, man. Okay. He's the person we click and talk together, man, tunaongea sana. You understand? Kwa mimi ninapomfikiria nisimfikirii kwenye lengo hilo ambalo wao wanataka mimi nimfikirie. Afu watu wachonganishi sana. Si ajabu hata wanamtiatia maneno mke wake. Mimi ninapomuona Diamond namchukulia kama role model wa Tanzania. Tanzania finest, Tanzania one. Yani mimi nampenda kabisa kutoka moyoni. Yani I really love him from the bottom of my heart. Sijui tulikorofishana zamani hiyo. Kila mtu anagorofishana na mtu. Kulikuwa na sababu, you understand? Lakini mimi nimemfahamu Diamond, tunaenda IFM pale chini pale Kitege Uchumi, tunashuka IFM, tunaenda kula chips pale chini, walikuwa wanauza chips. Mimi nafahamiana naye kwenye level hiyo. Natoka naenda kwao huko sio ndo Tandale kule. Yani nimemfahamu kwenye level hiyo. Sasa uniambie huyo mtu anaweza kumfikiria mambo ya sijui kukazana, sijui vitu gani wanavyofikiria Watanzania. Hivyo vitu havipo, mimi vipo. Ndio maana nikasema, and I'm saying he's not my type, so sifikiri sexually. Yani kwamba nifikirie hivyo mapenzi sio sexual, no. Yani when it comes to Diamond namfikiria mtu, yani mimi ninavyomchukulia, namfikiria mtu mmoja mwenye roho nzuri, mwenye upendo mwingi. Lakini labda inawezekana sasa hivi hasa naye mwenyewe anaanza kuchoka. Kwa mimi namuelewa. Labda akachoka. So sometimes unaona kabisa mtu ana take advantage. Wewe mwenyewe binadamu unaona sasa mbona natoa zaidi ya kupokea. Mimi ni mmoja pia mtu ambaye natoa zaidi ya kupokea. Na yani mimi watu wanaonipenda tajiri wananipenda kweli. Wanaona kama sio mdogo wao, mtoto wao. Lakini watu wa kawaida ni mind nini, wanaona mimi najishaua, which is very true. Sawa, ndivyo tumalize kwenye hilo swali la Diamond sio type yako. Maana kuna mtu atajiuliza Diva atakuwa nani ni type yake? Maana kuna watu ukizungumzia Diamond Platnumz wanatamani leo kesho. Wewe wanatamani kufanyaje kulala naye? Yani kuna mashabiki yani ndio maana kulala naye ndo type yani. Yes. Mimi simfikiri kwenye sasa, type ya kulala naye. Wewe type yako ni mwanaume wa design gani? Mwenye hela. Mondi mbona ana hela? Sio type yangu kwa kimapenzi. Yani when I look at him, simfikiri kabisa kimapenzi. Sio tumelala tuna mahusiano, Mungu sasa sijawahi. I put respect, yani I put respect kwenye level hiyo. Kwa hiyo maana ni wote mwenye hela kama brother anamuuliza. Sio wote mwenye hela, kwanza uwe na hela. Alafu mwenzenu mimi am allergic na wanaume weusi wa Tanzania. I'm allergic. Hapo watu hawajakuelewa, unawapenda au wapendi? Kwa sasa hivi level yangu nilofika sasa hivi, sitaki kudate mwanaume wa Tanzania. Wewe mwanaume unadate naye sasa hivi nini? Sio Mtanzania. Okay. Na naweza hapa nikampigia simu hapa na nikaongea naye, yani unamsikie yani baby anapomwagika. Sio Mtanzania. Hii mimi nienda ngamdate Mtanzania aanze kunipasua kichwa mimi. Sio AI. AI? AI unaweza kuongea naye kwenye simu. Na kuna issue ile ya Msuma Mnazareti, ulisema unampenda. Tuliona jana. Nilisema au yeye ndo alianza kusema ananipenda? Yeah, Suma, I like Suma, man. He's amazing. You like him or you love him? Like, you know, yani hilo swali very tricky. Like your love. Nimemsave my babe USA. Okay. Sijajua saa hizi kwa saa ngapi. Kwa ina maana aishi Tanzania. Sio Mswahili kabisa. Sasa juzi tumemsikia Orba naye analalamika mwanamume wake anaishi nje. Yaani kuna baadhi ya vitu anavipata. Wewe unawezaje kuishi na mwanamume ambaye haishi kwenye nchi yako? Ndio maana kuna kitu kinaitwa open relationship.
kwamba I can do me, you can do you, but we are in love, Okay. ili tusinyimane zile haki za kimsingi za kimwili. Ni muhimu sana kuzingatia haki za kimsingi za kimwili. Okay. Mimi nazingatia sana haki za kimsingi za kimwili. Sasa unazingatiaje wakati anaishi nje ya nchi? Sasa ndio Au open relationship that Tanzania, open no, I'm not dating any Tanzanian person. Nazungumzia open relationship. Diva. Open relationship, sorry. Akiona atanipigia utaona. Open relationship is whereby Kendrick, mfano mimi na wewe tuna mahusiano. You are allowed to date others and I can date others. I can sleep with whoever I want and you can sleep with whoever you want. Lakini tunaheshimiana na tuna mahusiano. Kwa nini tunapeana hiyo option? Kwa sababu ya vitu kama long distance relationship. Kimwili, kama unahitaji mahitaji ya kimwili ambayo kiafya is very important, you can just hook up with whoever you want. That's I think it's very important watu wazingatie hivyo vitu ujue. Ndivyo tumalize, mimi namalizia hivi. Mwaka jana kuna vitu uliandika Instagram, baadaye kila mtu alikuwa haelewi what's happened kati yako wewe na kampuni uliokuwa unafanyia kazi. Kampuni ilikuwa inafanya kazi ipi? Wasafi. Sasa hizo ushasema ya mwaka jana. Ya mwaka jana usiku mwaka huu. No, I have. Sema mashabiki zako pia kuelewa what's happened. Si ile ambayo nilisema naacha kazi. Alafu nikarudi. Sasa bosi wangu tajiri kaniuliza tatizo liko wapi? Nikasema sipendi kuongelewa ujinga. Unajua Okay. Yaani kwamba mtu you're using your shows to defame and defamation za waziwazi kuchafuana. Si ile niliongelea ile. Sikuwa napenda kwa sababu mimi ni mfanyakazi pale bado. Kwa nini unaongea na wafanyakazi wenzako ambao walikuwa wanakufanyia hivyo? Sasa that's the problem. Kama Mchaga kama nani? Nishaongea nao sana. Lakini ikafika sasa kipindi nageuzwa content. Yaani kwamba ili content iende. Yaani mtu kabisa anakuambia kwamba Diva ni content. Hasa unaona ni sawa. Na ni content, lakini sasa content nyingine zilikuwa mbaya. Niulize basi. Mimi call me, ask me. Yaani niulize, niambia Diva kuna content hii nitakubalance, utapiga tu balance. Uone kama mimi nitakasirika. Professionally you have to balance the story. Stories ziko one sided. Yaani ziko bias big time. Kwa hiyo zinakaa upande mmoja. Mimi hapa ni mfanyakazi, ni mtangazaji, nina brand ya biashara nyingi ambazo nafanya nje, kwa inaniharibia. Kwa nikaona sasa vitu gani? Mbona kila siku mmenikalia kooni nini staki? Lakini media yako sipo napata faida ya content. Wala kwa sasa and then okay, mimi niko nafaidika na nini? Ningekuwa basi nalipwa na content zile ambazo zinaenda. Mimi nalipwa mshahara. Bwana kila juma mlimalizaje? Sijamalizana naye chochote mimi. Namchukulia hivyo hivyo kama ninavyokuchukulia wewe hapa. Amuongea sasa hivi? Sijamuona for a very long time. Sasa mmekomba pigiana simu jamani. Asa unajua kuna kitu ya mixing. Kuna kufanya kazi pamoja na watu alafu kuna urafiki. Mimi sina urafiki. Onesmo nitampigia simu saa 24. Ana tatizo nitaenda kwake, nitamuona ana mtoto mpya, congratulations. My daddy, my producer, my family, he's a family to me. Yaani kuna watu ambao mimi ni familia zangu, celebrity familia. Kuna Anko Bariki pale nitaongea naye mpaka call inakaribia kutoka. Yaani kuna watu wangu yani ambao I can talk to, you know. Lakini kama you're not my friend and you're not my person, yani I don't call and talk to you. We are not friends. We are co-workers. But I have my people there. Na watu wangu pale. Na hii issue imekaje wanasema Diva ni mtu mwenye matatizo. Anagomba, hana maelewano mazuri. Tena ndio nagombana na sitaki maelewano. Linapokuja swala la kuandikana ujinga. Tutagombana tena. Kama mtu anaona ilikuwa raha kipindi kile, ingawa sasa hivyo vitu havipo, si ndio? Angefanyiwa yeye. Alale saa 12 babake anampigia simu, because my dad kila saa tumia vitu WhatsApp, ma TikTok, uso unafanya naye kazi, yani vurugu mechi, unajua zile. Unaamka, hii tena imekuwa jamani. Hivi vipi? Mbona hivi drama hizi? What is this? What is that? Mtu afanyiwe hivyo. Yaani nje ya mimi namtafuta mtangazaji mwingine wamfanyie Alia. Au Amigel. Kwani hawezi kufanywa? Wawafanyie, mbona hawafanyii? Wale walikuwa no, wale hawataki mchezo. Okay. Umeelewa kuna watu hawataki mchezo kabisa. Kwa mimi nilikuwa nachukulia ile kidada hiyo kishikaji, naona mbona kama ilikuwa personal, yani chuki. Yaani mtu anakuletea chuki za wazi, kama haupo unasikia fulani kakuongelea hivi, unauliza huyu
mimi mbona simjui ni nani huyu? Kwani ananiongelea hivi? Sasa mimi sina wanangu. Wanangu wananitumia ma voice note manini. Unajiuliza vipi? Kwa nikaanza kuona kwa hiyo kuna kuchafuliwa hapa, kuna vitu watu wanataka tu ukasirike uondoke. Na aliniambia Zuchu. Okay. Zuchu aliniambia hivi, kuna baadhi ya watu wanataka ukasirike uondoke. Yule si kama anaanza kunya kabisa. Man, I'm a legend man. 17 years in the game, sijai kushuka. Mwaka uje miaka 18 Brian, right? Unaweza kunifanisha mimi na Mchaga? Mimi mwenyewe niliona alivyocheka. Mimi mwanamke lakini mwenyewe nimevurugwa unajua. Wewe vipi bro? What's your problem with me? Tasiku niko na mahela, mwanangu kwa na mahela, nikamwagia miela. Nikawa nimemaliza. Nikamwanblock, nikamfollow, akanifollow back. So juzi nimeona kwenye Manara TV pale kaja kucheka, sio nikamshangaa. Kinachokuchekesha wewe nini? Huna interview hata 10 na wa superstar wa nje. Mwenzie na interview zaidi ya 10, hivi interview na kuanzia wakina David Wizkid, aende mtu kwenye Lazaro ila Clouds aulize interview mimi nimepiga. Alafu una interview nilivyoingia Wasafi interview nilizofanya. Wewe kuona diva na ushawishi kinachokuchekesha kipi? Kwani ni mara moja mimi kushinda hiyo? Kwa hiyo umeona yaani mtu unamchukulia poa, una sort out matatizo naye, anakutafutia engo. Wewe Kendrick ungekubali? Lakini unajua alikuwa na maanisha we mtu mzima bwana, mimi wewe mwenyewe mtu mzima. Umeona kicheko umejielewa. Kwa nini watu waende kumwambia uamini au vipi? Alafu vipindi, kila mtu ana kipindi chake. Kila mtu content yake iko tofauti. Kwa nini content zangu mimi au kipindi changu mtu kimuume roho kweli? Akati kumbuka I'm working for the company. You understand? My contract is for the company. Unakuja unajichekesha kwenye mtandao unaleta taharuki. Watu hatutaki siku hizi taharuki. Inaendelea yani pale sasa umeona alomchokoza mwenzie nani? Mimi nilicheka. Yeye kaja kucheka. Ningereact pale nani angeonekana mkorofi? Mimi ningeonekana diva mkorofi agombana mwenzie. Bro, jiheshimu, ni kuheshimu. Kila mtu afanye kazi zake yani peacefully. Spendi mimi mambo ya kufuatana. Mimi mwenyewe nimemshangaa. Na nishaongea naye. Niliongea naye mpaka physical, DJ Aflex was there, wale kundi zima lilikuwepo. Wote niwaambia sipendi. Alafu kuna level tu ya heshima, heshimu watu. Kama mtu hajawahi kukukosea, hebu mheshimu. Usipomheshimu atakufanyia hivyo hivyo. Akikufanyia hivyo, usikasirike. Alafu mimi sio level ya watangazaji wa kawaida. Sio ananichukulia mimi sijui level yao. Kuna mmoja alisema mtu kila siku generation zote zipo. Mimi ni Mungu mwenyewe ndo anataka niwepo kwenye generation zote. Umeelewa Okay. Wewe mwenyewe fanya vizuri utakuwepo kwenye matuzo ma generation yote. Mimi ni Mungu, I'm just doing my job. I don't compete with anyone. Mimi ule Najma amepelekwa Clouds, ametambulishwa, nimeenda kumpongeza. Nimepigiwa simu na mtu wapi hapa? Wa Clouds. Umeona anavyoongea nao? To me, Shade, I build foundation ya we are family. Kwamba huyu ni familia yangu. Sasa if I treat you like my family, ukija kwenye mtandao unataka tena kujichekesha wewe hawe vipi? Alafu mimi niende nikuchukulie poa wewe. Mimi mwenyewe ni wale, subiri malizie kaka. Mimi mwenyewe ni wale utakavyokuja ndio nitakavyo kupokea. Hata kama ni mfanyakazi. Yaani hata kama uwe nani. Okay. Habari wanayo. Tuendelee. Nitaka nikurudishe nyuma kidogo kwenye mahusiano. Ulizungumza kuwa una mahusiano na mtu wa nje. Lakini masaa 22 yaliyopita Suma Mnazareti of course kwenye posti zake anakuposti sana, lakini kwenye moja kati ya interview alizungumza jambo ambalo lilizungumza kuhusiana na swala la kupika. Alisema kuwa ataweza kuwa na wewe kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kaingia pia vile wapi jikoni. Inaonyesha kuwa wewe na Suma Mnazareti kuna jambo ambalo linaendelea, lakini hapa ni kama umemkataa. Sijamkataa jamani Suma, sijamkataa baba mtu. Sijamkataa. Na sitaki kumuongelea vibaya au anything. Ananipenda Suma, nashukuru mwenyewe nampenda, maisha yaendelee. Au sio Kendrick? Lakini I have a relationship. Ni sio tena relationship ya kawaida. Ni relationship ya mahusiano ya ndoa kabisa. Sasa ndoa lini? Tumalize kabisa. Ipo. Maana ndoa kwanza ishapita. Ipo.
Miaka 3 sasa. Mimi ni mke wa mtu kabisa. Sema sitaki drama za mtandao na Ushaolewa? ziavoid kishenzi. I am married. Na namshukuru Mungu, he has been very supportive. Sijajua saa hizi Marekani saa ngapi, lakini mtu ambaye naongea naye sana. Yaani karibia kila wakati naongea naye. Okay. Yaani sana tu. Kitu cha mwisho? Cha mwisho jamani tumalizie. Okay, Diva. Kutokujua kupika ukiwa kama Mtanzania. Do you proud of yourself like haujui kupika? I'm very proud of myself kwamba sijui kupika jamani. So ngoja nikate hii simu. I'm very proud of myself kwamba sijui kupika. Yaani naona raha kutokujua kupika. Kuna raha yake. Kwa sababu kwanza kunapoteza muda. Akia Mungu kunapoteza muda. Haya, ukate hicho kitunguu, kikurikie kwenye macho, uanze kulia. Uanze kujifuta machozi. Ukae sijui pembeni, uweke. Uje sijui kitu kingine utwange, uweke. Yaani unaweka vitu vingi, alafu unaanza kupika hivyo vitu. Haya, mara gesi imeisha. Mara umeme sijui umekatika, unawashua generator. Unaendelea unafanya, unachukua lisali moja mpaka 2 kupika nafikiri, si ndio? Kwa maandalizi tu ya. Akati unaweza kuchukua simu yako ya mkononi, ukaoda kitu kaletewa dakika 10. Kila ambacho kingekukalisha masaa au lisaa kwa dakika 10 unakipata. Kipi bora? Sasa vipi ukienda ukweni ukahitaji upate chakula cha Kiswahili? Wazungu hawana mambo hayo. We wazungu. Kwanza umeona chakula chao wanachokula, mikate sijui imewekwa nyanya. Hujawahi kuwaza hata kwa ajili labda mpishi akufundishe kupika? Ninaye dada alinifundisha kupika hilo pilau. Mwingine akanifundisha kupika wali wa nazi. Ugali ndo mgumu unaumiza. Yaani ukianza kufanya hivi, kwanza ile kufanya hivi. Yaani unaweka unga unafanya hivi, unachoka, alafu hapo unaungua. Hivyo unaungua. Unaanza sijui unaweka nini? Alafu ule moshi wake unakupiga kwenye uso. Unajua moshi wake unakupiga usoni. Yaani unaungua kwenye uso, unaanza kutoka alama nyekundu. Unatoka hapo umalize, uchukue sijui uweke hivi, urushe, sijui uweke kwenye poti. Mambo haya mimi kiukweli sipendi. I don't like it. Tanzania, mwanaume Tanzania kunioa hakuna wa kunioa, kwa sababu ili unioe yani labda uwe na hizo hela za kuajiri ya watu. Mwanaume anataka kunioa. Nazungumzia billions. Uwe bilionea kidogo. Milionea au bilionea? Bilionea ni una hela fulani ambazo ambao yani unajua matajiri hawawazi. Bili fulani hivi. Mimi sidhani kama yule mke wake GSM anapika. Sidhani. Jamaa twende mbele turudi nyuma. Yaani ukishakuwa tajiri mke wako unamtreat kama princess, like a queen. Kupika sio kumfanya mtu awe wife material. Yaani mimi sipendi, ninachukia. Yaani napikaga hivyo nafanya hivi naona ngoja nijifunze, mpaka tu ile juzi nimejifunza mpaka sasa hivi tu nimechoka. Alafu kuna ile process ya kuosha vyombo. Sipendi. Saa nyingine wadada wanakuja na kuondoka. Mfano mimi ni wadada wakuja na kuondoka. You understand? Kwa kuna kipindi wewe mwenyewe njaa inakuuma. Unaona ngoja nijaribu jamani. Ngoja nijaribu. Unaona unachukua muda mrefu, alafu chakula ndani unacho. Vipo vyakula, wadada wakija wanapika. Haya, uoshe hivyo vyombo, uvifute. Kuna siku nilifuta glasi. Niliumwa mafua kesho yake. Haki ya Mungu. Watu wanafikiri utani. Niliumwa hoi, nakwambia mimi yani mavumbi tu ile. Kwa hiyo nikasema sasa mimi nitaishije maisha haya? Basi ngoja niache. Ile ndio kwa mara ya mwisho kujishughulisha. Diva, swali langu la mwisho. Umeajiriwa Clouds kwa miaka mingi. Yeah. Ukaja Wasafi. Sasa hivi inawezekana ukawa na makampuni mengine ambayo umeajiri watu hatuyajui. Labda kwenye kuajiriwa kuna changamoto nyingi ambazo unakutana nazo ofisini ukiwa kama mwajiriwa. Yeah. Sasa hivi wewe una Diva online. Ni kitu gani ambacho wafanyakazi wako wanajifunza na kujisifu kupitia wewe kwa kile ambacho umejifunza kwa miaka yote kwenye kuajiriwa? Sijui mimi hawajawahi kuniambia chochote. Hawajawahi kuniambia nini yani like wananjoi wako. Kwanza wengine wakiachaga wakiondoka wanarudi wenyewe. Na mimi nawaachaga ili waende warudi. Kwa sababu mimi nikiwa na mfanyakazi simtreat kama mfanyakazi. Yaani
tukishakaa sana sasa unaanza kuwa kama ndugu yangu, yani ndakutreat hivyo yani. Sasa sehemu nyingine watu wanapelekeshwa ile kifanya kazi kabisa, yani ile ni mtu anakupeleka yani like unajua zile. Mimi sipeleki mtu kwa staili hiyo. I don't do that. Tumemaliza jamani. Yani mambo ya kupika, kuosha, si baby.